ambayo yako chini ya nafasi yako. Ujumbe wako kwa mashabiki wa Simba, mashabiki wa Young African Sports Club ambao wanakwenda kupambana nao kesho, lakini mashabiki wa ligi kuu ya NBC kwa ujumla. Karibu sana. Assalamu alaikum. Awali ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumefika siku ya leo ikiwa ni siku moja kabla ya kuelekea kwenye mchezo wetu muhimu, mchezo wetu wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, mchezo wa dabi ya Kariakoo. Mechi ambayo kimsingi inabeba historia kubwa ya mpira wa Tanzania, mechi ambayo inabeba mwamko mkubwa wa mpira wa Tanzania na ndio kilele cha soka la Tanzania kwa kukutanisha vilabu hivi viwili vikubwa nchini Tanzania. Kwa upande wetu Simba Sports Club tumeshafanya maandalizi yote na tuko tayari kwa ajili ya kesho. Nichukue nafasi hii kuwaita wanasimba wote kesho Benjamin Mkapa, muda wa mechi unafahamika, twendeni tukafanye kile ambacho tumejiandaa kufanya. Asanteni sana. Asante sana Ahmed, na nakaribisha pia maswali mawili kwake. Maswali mawili kwa Ahmed Ali. Swali la kwanza tutapokea hapa. Najua kuna usajili mpya wa wachezaji ambao hawajagusa ndani. Sasa nataka kujua mwamko na mapokezi ya hao wachezaji wapya ambao kwanza kujiunga. Nafikiri ni mchezaji mmoja pekee ndiye ambaye hajacheza dabi msimu huu. Hapa namzungumzia Volcano Elin Panzo. Wengine wote waliobaki walicheza ngao ya jamii na wengine walicheza mechi ya kwanza ya raundi ya kwanza ya ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo kuelekea kwenye dabi hii kuna wale wageni, kuna ambao wanacheza mechi yao ya tatu, wengine mechi yao ya pili, lakini kwa Mpanzo pekee ndio anakwenda kucheza mechi yake ya kwanza ya dabi. Na yeye kama ilivyo kwa wengine, maandalizi yao, mwamko wao na presha yao ni kubwa kuelekea katika mchezo huu. Asante. Swali la pili, karibu sana. Maajabu namna. Pigwa hapa, tumekaliwa hapa. Taswira na njia ya ubingwa wa wekundu wa Msimbazi Simba iko kwenye mechi ya tarehe 8. Bila shaka na maandalizi yanaonekana kawa ya hivi. Utayari ukoje kuona kesho jasho damu tunakwenda kumwagika ni taswira ile ya ubingwa wana Simba ambao ulikuwa unawaambia mara zote kwamba iko tarehe 8 na kwenda kupatikana? Hii ni mechi kubwa ambayo inabeba vitu vingi sana. Maana yake ni kwamba maandalizi yake vile vile na yenyewe yanakuwa ni makubwa sana. Kwa hiyo wiki nzima hii tangu tumerejea kutoka Arusha baada ya kumalizana na Coastal, tumekuwa kwenye maandalizi hayo makubwa. Ukiachilia mbali ya kwamba ni mechi ya kwenda kupigania ubingwa, lakini ni mechi ambayo inabeba vitu vingi sana ndani yake. Kwa hata maandalizi yake yanakuwa ni makubwa kweli. Kwa hiyo tumejiandaa pakubwa kuelekea katika mchezo wa kesho. Malizia, asante. Yes, Ahmed, nakushukuru sana, lakini pia la nyongeza. Kwa nani? Kwa Ahmed. Kwa Ahmed. Okay, sawa. Assalamu alaikum. Ahmed, mimi niko na swali moja. Mimi nakufahamu kama mashine ya kuongea. Na kuelekea katika dabi ya Kariakoo, sawa, tunaelewa yawezekana ukawa wewe ni mgeni. Mwenyeji ni Young Africans. Sijajua ni kipi kinachopelekea, kwa sababu mashine ya kuongea kama leo hii hapo tukiona uko down, maana yake una taswira gani kwa wana Simba ambao wanakutazama sasa hivi? Yawezekana uhisi kama unawatia hofu hivi, au tusubiri mashine ya kuongea kesho inaweza ikaongea? Asante sana. Karibu. Kusema kweli ni saumu tu. Saumu kaka. Kosa nguvu. Sasa hii siku shagawanyika.
Ahmed, wakati Ali ana maswali alizungumza na mashabiki wa Young Africans Sports Club, kwa hiyo si vibaya na wewe ukazungumza na mashabiki wa Simba ukafikisha ujumbe wako. Mimi cha kuambia mashabiki wa Simba, wachezaji wetu wanategemea nguvu yetu, wanategemea support yetu. Maana yake tunawajibika kuja kuwapa nguvu wachezaji wetu. Tunaingia pale uwanjani kwa ajili ya wachezaji ambao watakuwa wamevaa jezi nyekundu. Wakati wao wanapambana kwenye pitch ya Benjamin Mkapa, sisi tunapambana kwenye majukwaa ya Benjamin Mkapa. Kwa hiyo mwana Simba, hakikisha kesho unakuja Benjamin Mkapa, tena ukija umevaa jezi yako ya Simba Sports Club. Na kwa hapa tupende kuwatangazia mashabiki ya kwamba jezi zimeshuka bei special kuelekea kwenye hii dabi, ili wana Simba kesho kwenye majukwaa yetu iwe imetamalaki jezi nyekundu, imetamalaki jezi ya nyumbani. Tena jezi ya msimu huu, zile mpya za msimu huu ndio maalum za kuvaa kwenye mechi ya kesho. Bei ni shilingi 10,000. Ukienda kwenye maduka yote ya Sunderland, Carrefour, Mbazi, ukienda kwa Vunja Bay, maduka yote unapata jezi original ya Simba kwa 10,000. Hii ni maalum kila mwana Simba. Najua ni Ramadhani, ni Kwaresma, ni nini, lakini usije na kanzu. Hatuendi kuswali pale Benjamin Mkapa. Tunakwenda kuishangilia Simba yetu tukiwa kwenye uniform. Asante Ahmed. Ali mwenyeji, una jambo la kumalizia kabla sija washukuru wanahabari na kufunga mkutano wetu? Jambo la kumalizia, ndugu zangu waandishi wa habari, huyu bwana amemuuliza huyu kwa nini haongei, lakini sisi kama Yanga tumeshamsikia huyu akiongea. Kaongea sana, labda leo ndo hamjamsikia. Sisi tumemsikia akaongea sana. Kwa hiyo nitumie fursa hii kumwambia yeye na aliyokuwa anawaambia hayo maneno, kesho ndiyo siku ya haki. Kesho ndiyo siku ya ukweli, kwamba aliyoyazungumza kuhusu wachezaji wetu majibu atayapata kesho. Mimi sijawahi kuwa mvivu kufikisha ujumbe, haijawahi kuwa kazi ngumu kwangu. Nimefikisha taarifa zote na wachezaji wako tayari kuleta hayo majibu ya maneno ya huyu bwana. Kwa hiyo asijisahaulishe, unless atuambie sio yeye au mfungo haukuanza, ila tunaye na tuna kazi naye kesho inshallah. Asante sana Ali Kamwe, asante Ahmed Ali. Niwashukuru kipekee kabisa kwa kujitokeza kwenye mkutano huu, na niwashukuru pia wanahabari kwa kuwa nasi kuanzia majira ya saa 4:30 asubuhi ya leo mpaka sasa hivi tunapo hitimisha mkutano wetu. Asanteni sana na tukutane kesho kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Dabi ya Kariakoo haina kipengele.